Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye channel yako ipendwa ya Mnyasa Media. Nimepata fursa ya kukutana na Mnandi Junior, shabiki wa Simba. Kubwa ambalo tunataka kuzungumza ni kuhusiana na mchezo wa finali ya Simba dhidi ya RS Berkane ambayo itapigwa siku ya kesho Jumapili tarehe 25 ndani ya Amani Complex visiwani Zanzibar. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu alonijalia pumzi, niko salama. Sijui kwa upande wako. Mimi kwangu niko salama vile vile, buheri wa afya, na tunasubirisha finali hii kwa hamu kabisa, tuone mnyama Simba dhidi ya RS Berkane, nani ananyanyua mikono yake juu na kufurahisha mashabiki wake. Bwana, kwa nyinyi wana Simba mmejipangaje kuelekea mchezo huu? Kabla ya yote naombe kuwatakia kila laheri wale wote ambao wamejipanga na kukata tiketi na kuelekea New Amani kule Zanzibar, lakini pia tuweze kuwapa pole wale ndugu zetu wote ambao wapo mahospitali saizi. Basi Mwenyezi Mungu awape afueni, wapone kwa haraka, na wale ambao Mwenyezi Mungu amewapenda zaidi, basi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, waende wakapumzike kwa amani milele daima. Lakini wale ambao wako salama, basi tuwatakie kila laheri na tuwaombee dua atuamshe salama kufika siku ya kesho, maana leo mpaka kufika siku ya kesho ni mbali. Mwenyezi Mungu akikuhitaji tu ndani ya dakika moja tu tayari na kwa jina lako limeshabadilika. Sio lile tena, utabadilika, utaitwa marehemu. Kwa naamini atujalie afya, atujalie pumzi kwa wachezaji wetu, kwa mashabiki na wanachama kiujumla, tuweze kulala salama na kuamka salama, pamoja na viongozi wetu wa klabu ya Simba ambao wanapambana kila engo, kila idara kuhakikisha kwamba Simba inaenda kuchukua ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza katika ardhi yetu ya Tanzania. Lakini pia kwa viongozi wetu pia wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia viongozi wa serikali wa kule Zanzibar wanapambana kwa kila kona, kwa kila idara kuhakikisha kwamba Simba inatengeneza heshima, Simba inachukua ubingwa kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania. Lakini kuna watu wenye husuda na choyo na chuki, wao pia naomba Mwenyezi Mungu awadondoshee gharika kokote walipo, ili waondoke kabisa ikiwezekana mazingira ya nchi ya Tanzania, wakaishi kwenye nchi nyingine tofauti, kwa sababu wao hawataki mema nchi ya Tanzania kwenye masuala mbalimbali ambayo sisi wanadamu, hii ni furaha yetu, kwa sababu mpira si ni furaha yetu katika maisha yetu. Mpira ndio furaha yenu nyinyi wana Simba. Mmejiandaje kuelekea finali hii? Maana ndo mchezo wenu wa mwisho siku ya kesho. Hakuna mchezo mwingine tena baada ya mchezo wa kesho. Manake kama mnaenda kucheza mchezo mwingine kama huo, manake labda ijirudie tena msimu mwingine, kwa maana msimu ujao. Lakini finali inajitokeza mara moja kwa miaka kadhaa. Ukiona klabu inaingia back to back, basi hiyo klabu imejiandaa vilivyo, kama Al Ahly ambao wao kucheza finali ama kucheza nusu finali kwao ni jambo la kawaida. Kwa ninyi wana Simba, finali yenu ya kesho mnajipangaje ili kombe libaki Tanzania? Sisi binafsi tumeshajipanga, kila idara, kila kitu kinaenda sawa sawa, lakini kitu kikubwa kama nilivyokuambia, tunamwachia Mwenyezi Mungu. Yeye ndio kila kitu. Unaweza ukapanga jambo lako, lakini mwisho wa picha Mwenyezi Mungu akalipangua likaenda sehemu tofauti. Kwa hiyo yeye ndio anatoa riziki. Tunaamini, kwa sababu tunaambiwa kabisa hata kwenye vitabu vya dini lazima ukatafute ndio uweze kupata riziki. Uwezi ukawa tumekaa nyumbani una msahafu wako unajisomea au na Biblia yako, uwezi kupata riziki ukiwa nyumbani. Lazima utoke uende ukatafute. Naamini sisi hatukuanzia hapa, tulianzia hatua za chini mpaka leo tuko finali. Naamini tulipambana kote huko tulikopita mpaka leo tumefika finali. Kuna watu wanatubeza, wanazungumza wanavyovijua wao, lakini mimi naamini kabisa kwamba sehemu tuliopita sisi, ukiacha hatua ya makundi ya point, hatua ile ya kwanza kwenda makundi, tulipita hatua ngumu sana. Tulitoa sare kule Libya, lakini tukaja tukashinda magoli 3 nyumbani, tukaenda hatua ya makundi. Lakini pia hatua ya kwanza robo finali tulienda kupoteza mchezo dhidi ya Al Masry pale mji wa Cairo, jumla goli 2-0, lakini tulikuja nyumbani tukaja tukarudisha zile goli zao 2, tukaenda kwenye matuta, tukaondoa, tukaenda hatua nusu finali, tukaenda kucheza pale pale New Amani Zanzibar baada ya uwanja kuonekana umeharibika kwenye pichi. Lakini pia tukapata goli moja tu, lile goli likawa la shida sana, VAR ikachungulia mno, wengine bana likataa kwa sababu wote wale kwenye uamuzi wako wengi, lakini yeye ndio mtu wa mwisho akasema ile ni goli, akaweka kati, na zile ndio likatufanya sisi tuwe finali, na mpaka leo hii tukiwa kwenye finali tukiruhusu tena magoli 2 katika uwanja wa away, lakini tuko nyumbani tena tunataka kufanya comeback. Turudishe zile goli 2, tuongeze goli la 3, ikiwezekana hata la 4, tuimalize hii mechi ndani ya dakika 90. Kwa naamini tumeshajipanga kila idara, lakini wale husuda na choyo wao wamejipanga kuhakikisha Simba abebe ubingwa. Wameshaambizana sasa hizi, wamekodi, wanakusanya hela, wanakodi ngoma, wanakodi muziki, ili mradi Simba atoke, wao washerekee. Akina nani hao wenye husuda na choyo? Akina nani hao? Naamini katika vilabu 16 vinavyoshiriki ligi ni timu moja tu ndio yenye chuki, husuda na choyo, ambaye haihitaji Simba
afanye lolote kwenye bara la Afrika, wanataka wawe wao tu, kama wanavyotamba hapa nyumbani kwamba wao mabingwa wa kihistoria. Ndio wanataka na sehemu nyingine wao wanatengeneza ufalme wao. Hicho kitu ni kitu hakiwezekani. Wao naamini huu ufalme ni wa kwetu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, lakini huu ufalme utakuwa wa kwetu kwenye East Africa. Wao binafsi watabaki kusoma namba tu. Wanafanya kila wanachokijua, lakini ninachokiamini mimi, kama unapambana, yule mwenye husuda hata kama atatia mkono hataweza kutimiza malengo yake. Mimi naamini malengo yetu yatatimia. Wewe huwezi kani shughuli ya Simba leo mnakusanyana, mnakodi ngoma, mnakodi muziki, eti Simba akitolewa msherekee. Na mimi nawaomba serikali za mitaa, wenye mamlaka, maana huwezi kupata kibali bila kupita serikali ya mtaa. Mtendaji pale lazima akupe kibali. Naamini viongozi tuliowachagua ni viongozi waadilifu. Sekta zote za serikali za mitaa, hao nyuma mwiko wasipewe vibali. Hao nyuma mwiko wasipewe vibali. Na pia ukipata serikali ya mtaa sio kwamba ndio kimefika, lazima uende polisi ndio wakadhibitishe. Naamini vituo vyote vya polisi hivi vipo kwa ajili ya nchi, havipo kwa ajili ya mtu fulani. Kwa hiyo naamini hili jambo sio la Simba, hili jambo la kinchi. Kama kuna sehemu yoyote unaona nyuma mwiko wanataka kibali, lazima wajajiwe yuko kibali wanataka kufanya sherehe ya aina gani. Haiwezekani wao waombe kibali kufanya sherehe kwamba Simba akitolewa wafanye sherehe. Hicho kitu naamini hakiwezekani. Viongozi tuliowachagua wote najua ni waadilifu, mtapambana kila idara na hakikisha kwamba hizo sherehe zao hazitotimia. Sherehe zao zote zitaishia baharini, zitakwenda na maji. Simba atachukua ubingwa, ngoma, mziki tutatamba sisi katika nchi hii. Sio wao ambao wanakusanyana sasa hizi wanachangisha michango. Hiyo michango yote wachangishe, wasubiri tu kupeleka kwa watoto yatima, lakini kuhakikisha kwenye sherehe ya Simba hawatotia mkono. Hawatatia mkono. Hawatotia mkono. Bwana, wazee na mbuzi, wazee warefu, wazee wafupi, mbuzi, suko na kodo, sisi ulisema mnawapeleka kule tayari washafika. Wameanza mchecheto, eti walipofika pale wanataka kuona kwamba airport kama kivuko cha maji, yani kama baharini ama kwenye mito ya kawaida. Ule sio mtumbwi. Useme mpaka uende ukutani ukagonge pale. Ile ndege na sehemu yake ya kutua ifike pale, ije fire pale, ipoze ndio watu waje washuke. Leo wanataka ngazi inashushwa, eti basi lije moja kwa moja ligonge kwenye ngazi pale liwapakie. Wewe ushawahi kuona wapi? Airport gani inafanya hivyo? Yaani ile pale pale tu. Tayari washaingia hofu, wajua kiingia vyumbani, shughuli imeisha. Sasa tuambie, kitendo ile ndege tu kutua tu, shughuli imeisha. Sio mpaka ingie vyumbani, kutua tu pale chini shughuli imeisha. Ule uwanja wako. Ule uwanja sio wa Tanzania. Au unajua ile ndege ilivyotua tu umetua wapi? Kwa hiyo kile walichoanza kukiofia airport, kazi bure. Basi walokodi, tulokodia sisi wamekataa, ni kawaida. Hata sisi hatuwezi kukubali mabasi yao, lakini basi walopanda, basi hilo limetoka nchi gani? Silipo papa Tanzania. Dereva anaendesha Mwarabu, si Mtanzania. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wao washaingia kwenye 18 zetu, watulie. Wasubiri sisi tumalize shughuli yetu, tukabidhiwe ubingwa. Wao wamecheza kwao na sisi zamu yetu. Tunajua makamu wa rais wa kafu ni kiongozi wa timu yao, ameweza kumkamata Musepe, ameshindwa kuchukua maamuzi yaliokuwa sahihi kutupeleka kwenye uwanja ambao haustahili kuchezewa finali, kwa sababu uwanja ambao unastahili kuchezewa finali mashabiki at least wasipungue 30,000 40,000, lakini mashabiki 15,000 wanaenda kuchezewa finali kubwa katika bara la Afrika. Wao unaona leo Champions League finali ya kwanza inachezwa leo pale South Africa, lakini haizungumzi toka jana. Inazungumzwa finali ya Simba dhidi ya Berkane, maana yake ndio finali kubwa. Yaani ukitaka la ya mpira Afrika, Simba waombe waingie finali. Hata wenyewe kafu sasa wanaona hii finali ya Champions League yenye thamani kubwa haizungumzwi. Lakini hii yenye kombe lenye thamani ya milioni 5 na point ndio inazungumzwa, lakini kombe lenye thamani ya milioni 10 yalizungumzwa. Je, finali gani hapo inaonekana ina mvuto? Kwa hiyo maana sisi hata tukicheza Ndondo Cup ya Afrika bado ina mvuto. Kwa hiyo hapa kafu watakuwa wajue kwamba Tanzania ni sehemu ya kutuheshimisha. Sisi chochote tutakachoamua kukipanga wao wanatakiwa wakubali. Sio wanaamua kufanya wanavyotaka wao. Sasa ile sheria yao ile ya mkononi ambao wamejiandaa kafu, sisi tunawaambia kwamba tutaujaza ule uwanja, sawa? Na kombe tutachukua. Alafu baada ya pale tunaambia wasiondoke, wakae hapa siku 3. Waone maandamano ya Simba wanaposafirisha lile kombe kwenda sehemu maalum. Sababu ule tukimaliza kulichukua tu, dua imefanyika jana. Kwa mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ambaye aliita Tanzania kichwa cha mwandazimu baada Stella Abijani kulichukua pale uwanja wa Uhuru kipindi hicho shamba la bibi. Tumeenda kumwenzi jana, tumeomba dua pale, Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kaburi. Tunamhakikishia sasa msimu huu rais wa Zanzibar ni mtoto wake, tunaenda kumkabidhi ubingwa Hussein Mwinyi. Sisi Simba Sports tukimaliza hapo moja kwa moja lile kombe tutalipeleka Ikulu. Tukimaliza kulipeleka Ikulu tutalipeleka tena pale pale kwenye kaburi lake, kwamba tumeshalichukua. Tukitoka pale tutaenda kwa muasisi wa Zanzibar Abedi Amani Karume, tutapeleka pale. Tukitoka pale moja kwa moja Magogoni, maandamano yataanzia pale pale Terminal 2. Hatutaki lishuke bandarini. Terminal 2 maandamano yanaanzia pale moja kwa moja
Magogoni. Tukishafika Magogoni litatoka pale, litashinda pale, siku ya pili litatoka pale, break ya kwanza Chato. Aloahidi kwamba timu ya kwanza kubeba ubingwa wa Afrika itakuwa Simba. Tunaenda kuhakikisha kwamba tumetimiza ubingwa, tushachukua. Tukitoka Chato, kituo kinachofuata Butiama kwa muasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Julius Nyerere. Tukitoka hapo, kituo kinachofuata ukisimama Mchale, ukikimbia Mchale, ukikaa Mchale kusini kwa Benjamin William Mkapa ambaye katujengea ule uwanja. Tukitoka huko, kituo cha pili Benjamin Mkapa, tutafanya sherehe kubwa pale. Tutajaza uwanja, tutafanya sherehe kubwa kwenye uwanja wake ambaye katujengea. Baada hapo, kombe litarudi Ikulu, ndio litakuwa mahali yake milele pale. Hiyo ndio mipango yetu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anataka kuingilia hii shughuli, basi hakikisha serikali iko na Simba Sports. Haipo na nyuma mwiko. Wajijue kabisa kwa sababu tumemsikia makamu wao wa rais sio anamuita, sisi tunaita makamu mwenyekiti, sio makamu wa rais. Yeye anasema kwamba hapa kaja kwenye ile sia na kikao chake cha kwenye kukabidhi tuzo ya timu yao ya Yanga Princess, anasema ana shughuli kubwa Zanzibar. Sasa sijajua ana kazi gani kule Zanzibar. Sisi tumwambie tu kwamba shughuli hii ya Simba sawa, Simba na Sibilikane. Hii shughuli sio ya nyuma mwiko. Kwa hiyo ukijijua wewe nyuma mwiko, tuna chungu chetu ambaye kinapika sumu. Ukijikanyaga kwenye hicho chungu, hata ule mvuke tukikupata, wewe shughuli ndio ipo tena. Yaani wewe ndugu zako waandike bye bye. Kile chungu ambaye kinapika sumu leo kina siku ya 5. Ukikanyaga kwenye kile chungu, basi ndugu zako huko waende kusoma dua mapema. Hiyo michango wanaochangisha kwa ajili ya sherehe, basi waandae kwa ajili ya ndugu zao kuwasomea hitima mapema, kwa sababu hitima haichagui muda. Hata leo akidondoka ndugu yako unaweza kumsomea hitima leo, kisha mstili unaweza kumsomea hitima. Kwa wajiandae. Sisi tupo kwa ajili ya jambo jema, tupo kwa ajili ya jambo la kinchi. Na wale ambao wamebeba mwenge ambaye wa nchi, saizi wanajiita wananchi, wanafanya hivi vitu vyote, tunaomba serikali yetu wale wakabidhi mwenge hawa watu. Ule mwenge utolewe kwenye ile logo. Wanadhalilisha ile taifa. Huwezi kuwa mwenge wa uhuru afu watu wanafanya mambo ya kiuni kwenye nchi hii. Huwezi kujiita wewe mwananchi afu kila siku unafanya maandamano. Saizi unafanya shiriki kuwasaidia wageni. Ule mwenge tunaomba utoke kwenye logo. Ule mwenge moja kwa moja tukishachukua kombe la Afrika, ule mwenge moja kwa moja uende kwenye jengo la Simba pale makao makuu. Ukakae pale ndio utakuwa makao makuu yake pale. Tuna uwenzi sisi. Huwezi kuwapa mwenge wa uhuru hawa. Hawastahili kabisa kuwa na mwenge wa uhuru. Wanakaa na mwenge wa uhuru wanafanya mambo ambayo hayahusiki. Kiongozi anasema ana shughuli yake kule Zanzibar. Una shughuli gani Zanzibar wewe? Shughuli hiyo kuwepo hapa ya kinchi. Shughuli ya Simba Sports. Wewe unasema una shughuli yako, na shughuli gani? Wewe tulia Salamanda hapo, fanya shughuli zako. Shughuli ya kule haikuhusu. Shughuli ya kule ya wana Simba Sports na nchi kwa ujumla. Kama unataka kusupport na sisi, ungana na sisi, useme una shughuli yako. Na shughuli gani? Unatoa mwali Zanzibar. Kwa hiyo tunaomba watu waache kabisa nyuma mwiko, watu waache kwenye hii. Watu tunajua wanavaaga jezi za wapinzani, viongozi kabisa. Na mashabiki wao washaanza kununua jezi wanazo za FC Berkane. Sasa tunaomba wanunue kwa wingi. Siku sisi tunapewa ubingwa, waje pale wapige nazo picha. Zile jezi zao wapige picha na ubingwa. Kwamba wao ndio watakuwa Berkane, kwa sababu sisi hatuchezi na Berkane mechi hii. Si mechi hii tunacheza na nyuma mwiko. Hii mechi hatuchezi na FC Berkane, sisi tunacheza na nyuma mwiko. Tumejipanga kupambana nao kila idara. Haiwezekani sasa tumepita robo finali, tumepita nusu finali. Eti hii finali tumeanzia away fagia uwanja, tuko nyumbani eti tukose ubingwa. Nyumbani. Kwenye kitovu chetu kilichozaliwa. Kuna watu unajua hawajui kwamba tawi la Simba la kwanza liko Zanzibar. Liko Zanzibar. Tawi la kwanza la Simba tunajifunza kuwa na wanachama. Liko Zanzibar. Yaani ndio kitovu chetu kilikozikwa. Sasa bwana Mnandi. Unaongea kama una hofu hivi, kama Young Africans wanaweza wakatibua mambo hivi. Mbona una pressure sana bwana? Mimi sina hofu. Yaani kinachonistajabisha mimi kitendo cha watu wanachangisha hela mitaani, sawa, kila kona ya mkoa, kila kijiji, kila wilaya wanachangisha kwa ajili Simba kitolewa wafanye sherehe. Alafu eti wanaenda kuomba vibali. Kibali anatoa nani? Mimi naamini serikali yetu iko makini. Haiwezi kutoa kibali kama sherehe yako haina mashiko. Maana yake inaonekana ni uvunjifu wa amani. Yaani Simba akikosa kombe, wewe usherekee. Nani anakupa kibali cha kusherekea wewe? Mimi naamini serikali yetu iko makini, hakuna atakayetoa kibali kwa hao wahuni. Maana yake hao wanaonekana wahuni, wanataka kuvuruga amani ya nchi hii. Serikali iko pamoja na sisi. Wewe unataka kuomba kibali kwa ajili ya kufanya sherehe, kibali nani atakupa? Serikali gani itakupa kibali wewe? Labda uende Burundi au uende Rwanda huko kwa mwanachama wao Paul Kagame. Lakini sio hapa. Hapa kuna kibali kitachotoka kwa ajili ya wao kufanya sherehe. Wao sherehe yao kitaka wakafanya baharini. Kwa hiyo Simba anachukua ubingwa. Ubingwa anachukua, iwe mvua, iwe jua. Na nakuahidi mpaka half time useme mechi tumemaliza. Half time goli 3. Nakwambia mpaka sio goli 3, mechi tumemaliza. Habari ya goli 3 unasema wewe. Mimi nimekwambia mpaka half time. Si shughuli tumemaliza. Tunafunika faili, tunabaki kufanya sherehe. Sasa mechi tunapiga kipindi kimoja.
Kipindi cha pili tuna relax, shughuli ishaisha. Nani na wasiwasi? Kipindi cha pili wasiingize timu. Tukamaliza mechi kipindi kimoja, kipindi cha pili makamu wa rais wa CAF huko anatetemeka kama ana kiharusi anakabidhi tuzo kwa Simba Sports. Yaani alichokipanga kitimii. Yaani yule atakabidhi tuzo huko anatetemeka. Hiyo ndo Simba. Kama alikuwa hajui Simba ndo labda alikuwa anaiona kwenye picha. Simba ndo anaijua pale nyuma Amani. Sisi tutakapomfanyia jambo kubwa sana. Sisi tumejipanga. Hatupo kitoto. Wao wanazungumza kiolela tu. Oh, Simba atoboi. Atoboi, sisi tunatoboa visima. Sisi tunatoboa visima. Meneja wa uwanja kataka kuzuia funguo pale. Kaambiwa toa funguo kwa Simba Sports mapema. Hata wakitaka kupanda mbuyu hapa wapande. Pale katikati ya uwanja ndio Simba Sports. Wao wanatoboa pale. Kwa hiyo wao wasaidie, lakini wakawa wakijua baada ya mechi ikiisha watatafuta sehemu kwenda kujificha. Bwana, shukrani sana. Asante sana.